Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuhusiana na msimamo wao wa mchezo wa Kariakoo Derby, mechi namba 184 kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu umekuwa ni kizungumkuti, mchezo wa mkondo wa pili, ambapo hapo awali ulipangwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini mchezo huu ukaweza kusogezwa mbele kutokana na Simba kugomea mechi. Lakini mara baada ya TFF kupanga tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, na wao Yanga pia wakaweza kugomea tarehe hiyo ya mchezo na kuweza kushinikiza katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara, basi kuna baadhi ya wa viongozi wajiuzuru, ndipo ambapo mchezo huu utapangwa tarehe nyingine. Lakini msimamo wa Simba ambao barua yao mwisho kuitoa ulikuwa unasema kwamba hawatoshiriki mechi yoyote ile mara baada ya tarehe 15 kupita. Lakini tunashuhudia kutokana na kile ambacho kimeweza kufanyika kikao kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu na viongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club, hatimaye hitimisho likapatikana, ambapo tunashuhudia TFF kupitia taarifa ambayo ameweza kuitoa ni kwamba mchezo huu utakwenda kuchezwa tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Sasa mchezo huu tunaona kwa upande wa Simba Sports Club kuna watu wamejigawa, wengine wanataka Simba Sports Club hiyo tarehe 25 wasipeleke timu, yani wao wanaamini wamesalia na mechi mbili. Mechi ya kwanza ni ya tarehe 18 dhidi ya Ken Gold pale katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Mechi ya pili wanaamini kwamba wamesalia na mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya hapa tukienda kuongelea Kagera Sugar, mchezo ambao utacheza katika uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo wao hawataki tena kushiriki mechi ya tarehe 25 dhidi ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo kuna baadhi ya mashabiki wameweza kujigawa, na ukiangalia klabu ya soka Simba kuna baadhi ya wajumbe wanataka mchezo uchezwe, wengine hawataki mchezo uchezwe tena kwa sababu wanaamini Yanga Sports Club wameshinikiza TFF kuweza kufanya maamuzi hayo ya kusogeza mchezo huo pasipo sababu. Sasa kutoka kwa mwenyekiti wa klabu ya soka Simba kwa upande wa mashabiki, hapa tukienda kumwongelezea Murtaza Mangungu, ameweza kutoka hadharani na kufunguka kile ambacho kinaendelea, kwa sababu ikumbukwe barua ya mwisho ambayo Simba walitoa katika mitandao yao ya kijamii kwamba hatoshiriki mchezo mwingine dhidi ya Yanga Sports Club kama tarehe 15 ikipita na Yanga Sports Club kama na TFF wakiarisha mchezo huo. Kwa hiyo watu wengi wanatamani kufahamu msimamo wa Simba ukoje, kwa sababu Simba Sports Club ni klabu kubwa ambayo ina mashabiki wengi. Sasa kupitia Murtaza Mangungu katika interview ambayo ameweza kufanya ya hivi karibuni, anasemaje? Anasema hivi: kila kitu washapanga, sisi Simba kazi yetu ni kucheza mpira tu. Hapa kamaanisha hivi, tunanukusa maneno ya Murtaza Mangungu: sisi viongozi hatuna lolote la kuongeza kwenye walichokifanya mamlaka. Ratiba ya tarehe ya kwanza walipanga wao na ya pili ni wao, hatuna budi kuifuata kwa sababu kazi yetu ni kucheza mpira. Huyo ni Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba kwa upande wa mashabiki. Kwa hiyo tunaona Murtaza amethibitisha kwamba kama mamlaka, kwa sababu wao ndio wanasimamia mpira wa miguu, wamepanga tarehe hiyo, basi kwa upande mwingine hawana budi kusikiliza kile ambacho mamlaka wanasema, kwa sababu kama wasipopeleka timu kuna athari ambazo watazipata, ikiwapo kupokonywa alama 15, kwa sababu ukiangalia ile tarehe 15 ambayo ilipangwa Simba hawajapeleka timu uwanjani. Tunaona kwa upande mwingine. Kwa hiyo hapo tayari ukimya wao unadhihirisha kwamba wamedhamiria kwenda kuicheza mechi dhidi ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo wanaogopa kupokwa alama 15 na kutozwa faini ya shilingi milioni 5, na wale viongozi ambao wamehusika moja kwa moja watakwenda kufungiwa. Kwa hiyo Simba wamekuwa wajanja la kutokujiepusha na kuamua kujiepusha na adhabu hizo, kwa sababu kama mamlaka wameshafanya. Ukiangalia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekaa chini na viongozi kuweza kuzungumzia mustakabali wa mchezo huu, basi kwa upande mwingine wao kama Simba wanabudi basi watakwenda kucheza mchezo huo. Lakini wanakuambia wenyewe hatoki mtu safari, wachezaji wanaitaka mechi sana
katika kipindi ambacho wamedhamiria ni kipindi hichi. Nini maoni, ni mtazamo wako kwa Simba kukubali kucheza dhidi ya Yanga? Kwa upande wako kama ni mshabiki wa Simba, taarifa hizi umezipokea vipi?